Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani anasema amefikia makubaliano juu ya Greenland na yamefurahiwa na kila mmoja. Rais huyu wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa amefikia makubaliano ya mkakati unaomridhisha kuhusu Greenland. Trump amesema hayo wakati ambapo amedai kuwa hatotumia nguvu kukichukua kisiwa hicho cha Greenland na pia kudai kuwa hatoziwekea tena ushuru bidhaa za mataifa 8 ya Ulaya yaliyokuwa yanaupinga mpango wake wa kuitwa Greenland. Trump amesema makubaliano hayo ni ya muda mrefu na kila mmoja ameyafurahia, ila hakutoa taarifa zaidi na kusema pia iwapo pia inamaanisha kuwa Marekani itakuwa na udhibiti wa kisiwa hicho cha eneo la Arctic. Trump anasema hayo baada ya mkutano huko Davos na katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte, ambaye kupitia msemaji wake amethibitisha hayo aliyoyasema Trump. Lakini waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil ameonya dhidi ya kuwepo kwa matumaini mapema kutokana na kauli hiyo ya Trump kuwa sasa hatoziwekea tena bidhaa za Ulaya ushuru. Vitisho vya Trump vilikuwa vimezusha mmojawapo wa mzozo mkubwa zaidi katika eneo la Atlantic ya kaskazini kuwahi kushuhudiwa katika miongo kadhaa, akisema kwamba hili litaisambaratisha NATO. Lakini sasa waziri mkuu wa Denmark anasema kuwa Marekani na Ulaya kwa sasa ziko katika njia ya kusuluhisha tofauti zao. Waziri wa mambo ya kigeni wa Denmark Lars Løkke Rasmussen naye amekaribisha hatua ya Trump kutotumia nguvu katika azma yake ya kutaka kuichukua Greenland, ila ameonya kuwa rais huyo wa Marekani ana malengo ambayo hayawezi kuyakubali. Kabla ya Trump kutangaza mabadiliko hayo ya kimsimamo kuhusu Greenland, serikali katika kisiwa hicho imewapa ushauri raia wake kuhusiana na hatua za kuchukua endapo kutakuwa na mzozo nchini humo. Baadhi ya taarifa zinaeleza kwamba Marekani haitochukua kisiwa cha Greenland kukifanya kuacha kwake, isipokuwa tu itaweka ngome kubwa ya kijeshi katika kile ambacho mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte amesema ni katika kuonyesha kwamba wao wanataka kulinda zaidi eneo hilo dhidi ya kile alichokita Trump kwamba ni vitisho kutoka kwa Urusi pamoja na Uchina. Marekani itadhibiti baadhi ya maeneo ya Greenland kwa kuyataja kama maeneo huru ya kijeshi. Hii pia imeripotiwa katika gazeti la Telegraph ambalo limeripoti jioni ya Jumatano likinukuu rasimu ya makubaliano kati ya Trump na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Makubaliano hayo yaliyofikiwa kando ya kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos, Uswisi, yanaonekana na maafisa wa Ulaya kama njia ya kukwepa vitisho vya Trump vya kutoa kisiwa hicho kizima cha Arctic kutoka Denmark. Trump na Rutte walisema maelezo bado hayajakamilika. Rasimu ya mfumo huo itairuhusu Washington kujenga ngome kubwa ya kijeshi katika eneo la Greenland ambayo itazingatiwa kuwa eneo la Marekani katika eneo la Arctic, gazeti la Telegraph limesema. Mpangilio huo unaripotiwa kuwa sawa na mkataba unaoidhinisha Uingereza kudumisha maeneo ya msingi huru huko Cyprus. Kwa sasa Marekani inaendesha kituo cha anga katika pwani ya kaskazini magharibi ya Greenland chini ya makubaliano ya mwaka 1951. Lakini pia kupitia gazeti la Axios, mpango huo umeelezwa kwamba ni mpango ambao hautaifanya Marekani kuweza kuimiliki Greenland kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mwanzoni kwamba ataimiliki Greenland. Kulingana na Axios, pendekezo hilo linajumuisha lugha ya kupanua mfumo wa ulinzi wa makombora wa Dome wa Marekani hadi Greenland. Mkataba huo pia unaripotiwa kuruhusu Marekani kuchimba madini adimu katika sehemu za Greenland bila kutafuta vibali. Ni mpango ambao watu waliruka. Ni mzuri sana kwa Marekani. Wanapata kila kitu tulichotaka, ikiwa ni pamoja na usalama halisi wa kitaifa na usalama wa kimataifa, Trump aliwaambia waandishi wa habari mnamo Jumatano. Rutte aliambia Fox News kwamba mkutano wake na Trump ulikuwa hatua nzuri ya kuanzia na kuongeza kwamba alilenga kufanya kazi na Marekani kulinda kisiwa hicho dhidi ya vitisho vya nje. Hata hivyo, Denmark, moja kati ya kitu ambacho imepinga katika mkataba huo ni Marekani kuchimba madini adimu katika eneo hilo, kwani eneo hilo bado litasalia kuwa sehemu ya Denmark na si milki ya Marekani. Isipokuwa makubaliano ya Denmark ni kwamba wao wamekubali kwamba Marekani ijenge ngome za kijeshi itakavyo ili kulinda maslahi yake, lakini si kukichukua kisiwa hicho kama ambavyo inataka, lakini pia kuachana na mpango wa kuchukua rasilimali yoyote iliyopo katika kisiwa hicho. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.